magnify his holy name. Naomba tu mahali popote ulipo uweze kunipunguza mkono useme hallelujah. Amen. We give God all the glory. Wherever you are watching us from, umekaribishwa katika day 4 of Word Believers Fellowship. Hapa ni tuko kwa Word Believers Fellowship Kitengela, na tunaendelea na day 4 ya Word Festival. Amen. Amen. Naamini ya kwamba itakuwa baraka katika jina la Yesu Kristo. Na wapendwa, nashukuru Mungu kwa sababu Mungu amekuwa katika upande wetu. Kumbuka tulianza kwa day 1, tuliweza kujifunza kuhusu receiving divine wisdom through the word of God. Na tuliweza kuona ya kwamba ukisoma neno you can receive divine wisdom from God. Unaweza pata hekima ya kiungu kama ile ya Solomon, King Solomon. Kwa sababu tuliona ya kwamba Solomon kwa sababu alikuwa na hekima, ilibidi queen atoke mbali God kwa nchi nyingine aweze tu kushuhudia hekima yake God. Inamaanisha ukiwa na hekima ya kiungu, hekima yako itashangaza God katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu tuliona ya kwamba tunaona the Bible says, when the queen of Sheba saw all the wisdom of Solomon and the palace he had built, the food on his table, the sitting of his officials, the attending servants in their robes, his cupbearers, and the burnt offerings he made at the temple of the Lord, she was overwhelmed. She said to the king, the report I had in my own country about your achievements and your wisdom is true. But I did not believe these things until I came and saw with my own eyes. Indeed, not even half was told me. In wisdom and wealth you have far exceeded the report I had. Na akaweza kusema, how happy your people must be. How happy your officials who continually stand before you and hear your wisdom. Praise God. Inamaanisha ukiwa na wisdom, watu ambao wanasikiliza your wisdom, hata uwe preacher, praise God. Wale ambao watakuwa wanasikiliza watakuwa wale ambao wamebarikiwa sana, praise God. Maana hao pia wataweza kupokea hiyo wisdom. Alisema kwamba how happy your people must be. How happy your officials who continually stand before you and hear your wisdom. Hiyo nimesoma katika 1 Kings chapter 10 as from verse 4 to 8. Na tuliweza kuona watu kama Meshach, Shadrach na Abednego, praise God. Tuliona hekima ambao walikuwa nayo, ilikuwa hekima ambayo ilikuwa imepita kipimo. Na ikabidi ilifanya waingie into king service, praise God. Kwa sababu walikuwa na hekima ya juu. Tunaona katika Daniel chapter 1 verse 19 to 20 ya kwamba the king talked with them and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah. So they entered the king's service in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them. He found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his all kingdoms. Tunaona ya kwamba alipata kwamba hekima wako nao ni 10 times, mara 10 zaidi ya hekima ya waganga na wachawi katika ufalme wake, praise God. Iliwawezesha waweze kuingia into the king service. Sasa tunaona we can receive divine wisdom through the word. Tuliweza kuangalia kwa day 1 na pia vile vile day 2 tuliweza kuangalia the word of God as the light, na tukaona ya kwamba for you to receive victory, but you can engage the light because light is the word of God. You engage the word of God because the word of God is light. Na uweze kupata rest on every side, kwa sababu tuliweza kuona ya kwamba darkness cannot withstand the advancement of light. Na ndiposa vile utaweza ku-advance your light even towards your destiny, basi utaweza kuishi a victorious life bila kupingwa, praise God. Because darkness cannot withstand, it cannot understand, praise God. It cannot overwhelm ama it cannot stop light. Na pia tuliweza kuangalia jana the word of God as a seed, praise God. Na tuliweza kuona ya kwamba the word of God is a seed, na hii seed tuliona ya kwamba imetumika
kama sperma, praise God. That is the ability, imetumika kama sperma, it means it has the ability to conceive God's purpose, praise God. You conceive in your spiritual womb, praise God. Yeah. Ya kwamba if you want to conceive in your spiritual womb, if you want to see the harvest, you must conceive, praise God, using the seed, which is the word of God, praise God. Na wapendwa, kwa sababu leo ni day 4, naamini ya kwamba kesho ndio tunamaliza kwa kesha, na kesho we are going to enter in a session of warfare. Amen? Yeah. Na leo wapendwa, nataka kwa ufupi sana niweze kushiriki nanyi ujumbe juu ya the word of God as a fire. I want to share a message on the word of God as a fire. This is our message on day 4. Wacha tuanze katika jina kule Yesu Kristo, praise God. Nikisema when we talk about the word of God as a fire, Mungu anataka tujue ya kwamba neno lake ni moto, praise God. Yeah. Na itatuwezesha tuweze kutumia neno la Mungu kama moto, na tuweze kuelewa kazi ya moto. Usipokuelewa kazi ya moto utatumia moto, si ndio? Katika jina kule Yesu Kristo. Wacha tuende moja kwa moja Jeremiah chapter 23 verse 29. Jeremiah 23:29, the Bible says, "Is not my word like fire, declares the Lord." Praise God. Amen. Sasa Mungu anasema, "Is not my word like fire?" Imagine Mungu aseme, God does not say my word is a fire. Anasema, "Is not my word like fire?" Praise God. Amen. Yani is remembering you, confirming unto you that his word is a fire. Praise God. Amen. Wapendwa, when we talk about fire, praise God. Amen. When we talk about fire, najua mara nyingi tunajua tu the destructive part of fire ama negative, la bila kujua kwamba fire pia iko na negative positive, praise God. Iko na tunajua tu madhara ya moto bila na pengine saa zingine tunasahau umuhimu wa moto, praise God. Ama uzuri wake. Kwa sababu madhara ya moto unaona inachoma kama mabweni, inachoma mahali, na ikichoma praise God. Tunaelewa tu madhara, lakini hatujaweza kuelewa mazuri. Lakini leo nimekuja kukuambia katika jina la Yesu Kristo ya kwamba when God said that is not my word like a fire, we should understand the characteristics of fire, praise God. Ya kwamba fire is attractive, praise God. Fire is attractive, wapendwa. Someone said, you don't have to do a publicity where there's a fire, praise God. Yeah, somebody said that you don't have to do a publicity where there's a fire. Where there's a fire, people will gather. Amen. Na pia John Wesley akasema kwamba I put myself on fire and people come and watch me back. Praise God. Yeah, aliweza kusema ya kwamba I put myself on fire and people come to watch me back. Because where there's a fire, people will come to see that which is burning. Praise God. Yeah, where there's a fire, people will come to see which is burning. Praise God. Kila ambacho inachomeka, bana petu fote. Yeah. They will come to see nini hiyo inachomeka. Na nataka kusema remember the burning bush. Praise God. Remember the burning bush. Wakati Moses alikuwa anachunga, praise God, aliweza kuona burning fire, akaacha herds, ikabidi aende aone nini hiyo inachomeka. Praise God. Praise God. Fire is attractive, wapendwa. Na ndiposa the Bible says, praise God, when we talk about fire, Mungu mara nyingi ameweza kureveal himself as a fire, as a consuming fire. Praise God.
Mungu mara nyingi ameweza ku reveal himself as a consuming fire. Remember the contest on Mount Carmel. Elijah aliweza kusema the God who answereth by fire. Pro God. Yeah. So Mungu ameweza kujidhihirisha kama as a consuming fire. Mungu wetu ni moto ulao. Amen. Mungu wetu ni moto ulao. Wacha tusome katika jina la Yesu Kristo, Hebrew chapter 12 verse 29. The Bible says, "For our God is a consuming fire." That is Hebrew chapter 12 verse 29. For our God is a consuming fire. Pro God. Amen. Na wapendwa, ninaenda kuangalia characteristics of fire. Pro God. We are going to look at the characteristics of fire katika jina kula Yesu Kristo, na itaweza kuwa baraka. Pro God. Itaweza kuwa baraka katika jina la Yesu Kristo. One of the characteristics of fire is that, Pro God, fire brings judgment and destruction. Pro God. Not any other fire, but I'm talking about the fire of God. Pro God. The fire of God brings judgment and distractions. Inamaanisha kwamba when you have the fire of God, Pro God, when you are on fire, this fire is going to bring judgments and distractions upon the enemies, Pro God, upon the works of the devils, Pro God. It is going to bring distractions. Na wapendwa, nadhani niliweza kusema hapo nyuma ya kwamba wakati tulikuwa kwa hii Word Festival ya kwamba it is only heaven that can tell what happens when the word of God is released with power. Pro God. Yeah, it is only heaven that can tell. Kazi uharibifu ambao wawanga inafanyika mali pale baada ya injili kuhubiriwa, baada ya neno la Mungu Bwana kuachiliwa kwa nguvu. It is only heaven that can tell. Pro God. Yeah, hiyo kazi kubwa ya shetani, that distractions, because it brings judgment and destruction. Remember our God, Pro God, he judges and make war. Vile tuliona katika kitabu cha Revelation, Pro God. Si tuliona katika Revelation 19. Yeah. He judges and make war. So when you are on fire, Mungu anaachilia judgment and destruction kubwa sana. Pro God. Yeah. Kwa kila kazi ya ibilisi. It is written, for this cause the Son of God was manifested, that he may destroy all the works of the devils. Pro God. Wapendwa. That is one of the characteristics of fire. Tuanze tusome. Do you remember the story of Nadab and Abihu? Pro God. In the Leviticus chapter 10 verse 1 to 2. The Bible says, Aaron's sons Nadab and Abihu took their censers, put fire in them, and added incense, and they offered unauthorized fire before the Lord, contrary to his command. So fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Pro God. Tunaona wakati hao wawili Nadab na Abihu, wakati waliweza kuoffer unauthorized fire, waliweza kuwa consumed. Hiyo fire iliwa consumed. Pro God. Wakafa on the spot. Pro God. Yeah. Because fire brings judgment and distractions. Pro God. Number 2, characteristics of fire is that fire purifies. Pro God. Fire purifies. Najua mara nyingi tunajua ya kwamba it is only water that purifies. Pro God. Kwa sababu tukizungumza juu ya purification, ni kutusafisha. Pro God. Mara nyingi tunajua ya kwamba maji ndio yanatusafisha, lakini nimekuja kukuambia kwamba even fire purifies. Pro God. Yeah, even fire can purify you. Wapendwa. Wacha tusome katika kitabu cha Malachi chapter 3 verse 1 to 2 katika jina kula Yesu Kristo. The Bible says, I will send my messenger who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come
to his temple, the messenger of the covenant whom you desire will come, says the Lord Almighty. But who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. Verse 3. He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offerings in righteousness. Amen. Amen. Sasa tunaona ya kwamba fire purifies, inakusafisha na unatoka ukiwa umeng'ara kama dhahabu. Praise God. You come out as a pure gold. Amen. Amen. Yeah. So fire purifies. Katika jina kula Yesu Kristo, tuanze tuangalie the characteristic of moto number 3. Praise God. Amen. Characteristic of your moto number 3 is that fire speaks of passion. Praise God. Fire speaks of passion. That is the love and zeal for God. Amen. Ya kwamba when you are on fire, you are going to have the zeal for God. For God. Yeah. Ya kwamba ukiona watu wakiongea maovu mali huko, utakasirisha sana na hata kuwakosoa. Pray God. Kwa neno la Bwana. Na hiyo kwa sababu utakuwa na zeal. Hiyo utafanya hata watu hata wakiweka kwa secular kwa matatu, unakasirika sana, alafu unasema hapana, naomba tunyamaze kidogo niweze kuhubiri neno la Bwana. Pray God. Kwa sababu kuna zeal for God. Wapendwa. Na ndiposa unajua Yesu, kila ambacho napenda kuhusu Yesu ni ya kwamba Yesu wakati alikuja hapa duniani alikuwa na passion for God. Alikuwa na love and zeal for God. Pray God. In the name of Jesus, naamini katika jina la Yesu Kristo ya kwamba after the World Festival, baada ya this festival, we are going to fall in love for God katika jina kula Yesu Kristo. Amen. Wapendwa, Yesu aliweza kuwa na zeal for God. Na ndiposa wakati Yesu alikuja hapa duniani na hata hajabatizwa, oh my God, alikuja hapa na akasema tu ya kwamba oh my God, I have come to kindle a fire. Oh, na akasema I hope ingekuwa imeanza kubana, ni vile tu bado sijabatizwa. Oh my God, alikuwa na zeal for God. Amen. Huyo ni Yesu mwenyewe. Alikuwa na zeal because he was on fire. Amen. Amen. Wacha tusome Luke chapter 12 verse 49. Luke 12 verse 49 to 50. The Bible say, Yesu mwenyewe anazungumza, anasema, I have come to bring fire on the earth, and how I wish it were already kindled, but I have a baptize to undergo, and how distressed am I until it is completed. Pray God. Huyo ni Yesu anazungumza. He was on fire. Na alikuwa na zeal for God. Akatamani aweze pray God, kufanya hiyo his purpose, lakini ilibidi abatizwe, apokee Roho Mtakatifu, aende pale jangwani. Pray God. Yeah. Alikuja akiwa na zeal for God, wapendwa. Na hiyo ndio ukiwa kwa if you are on fire, unakuwa na zeal for God katika jina kula Yesu Kristo. Amen. Bwana bitufuate. Number 4 characteristic of fire is that whatever falls in fire becomes fire. Pro God. Bwana bitufuate. Yeah, hiyo ni wazi hiyo ni wazi kabisa katika jina la Yesu Kristo. Ya kwamba whatever falls in the fire also becomes the fire. Pro God. Whatever falls in the fire becomes fire. Pro God. Ninamaanisha nini? Kile ambacho ninamaanisha, wapendwa, sahi ni wakishe moto hapa, na hiyo moto wake, kama nitarusha miti mbichi, Pro God, ama kijiti ambacho ni mbichi haijakauka, hata nimseme imekatwa sahi, Pro God,
Hiyo kijiti kama utaweka kwa moto, itashika moto na itakuwa moto. Praise God. Pia si tu kijiti pekee, hata uchukue mawe urushe kwa moto, utaona hiyo kijiti inakuwa moto. Praise God. Hata uchukue msumali uweke kwa moto, itashika moto hadi itakuwa moto. Praise God. What wapendwa, whatever falls in fire also becomes fire. Praise God. Hiyo inatufundisha ya kwamba wapendwa, wacha usiogope wachawi. Praise God. Wacha wakuje kanisani. Praise God. Usiogope waabudu shetani. Wacha wakuje kanisani. Praise God. Bana bitufote. Watashika moto na moto itawashughulikia. Praise God. Bana bitufote. Kwa sababu chochote ambacho merusha kwa moto inakuwa moto. Praise God. Ya, wacha wakuje. Hata wakuje na hizo uchawi zao. Praise God. Ya. Moto itawashughulikia. Vile moto iliweza kushughulikia nyoka ambaye ilikwama kwa mikono ya Petro. Aliweza kumrusha kwa mkono wa Paulo. Praise God. Aliweza kumrusha kwa moto na moto iliweza kumshughulikia. Praise God. Yeah, because whatever falls in the fire also becomes fire. Praise God. Yeah. Usiogope chochote, lakini shida uache moto wako uzimike. Praise God. Na ndipo Mungu aliweza kusema kwamba the fire in the altar must be kept burning, should not go out. Praise God. Unajua hata waabudu shetani wakikuja kanisani, wanakuja tu kutest kama uko na moto. Kama wachungaji wako na moto. Praise God. Na ndipo saa zingine unaweza ona ya kwamba kuna mtu amekuja kanisani na anakaa na baada ya dakika 3 anatoka na anakwenda. Alafu najiuliza, hii mahubiri ambayo ni nzuri, kwa nini anakuja tu na dakika 3 tena ameenda? Praise God. Ni kwa sababu amekuja kwa moto na ameshika moto na moto imeanza kumshughulikia, inabidi atoroke. Amen. Wapendwa, hatustahili tuogope nguvu za wachawi na waabudu shetani, waganga. Praise God. Unafaa umruhusu kila mmoja akuje kanisani, usiwafukuze. Praise God. Moto itawashughulikia. Unastahili ukemee watu, unasimama kwa gate unaangalia nani huyu anaingia. Praise God. Wacha washereti waingie. Praise God. Kila mmoja wacha ingie, usiwazuilie. Praise God. Moto itawashughulikia, wataokoka na watabadilika. Praise God. Yeah. Wapendwa, whatever falls in the fire also becomes fire, kwa sababu it catch fire. Praise God. Inashika moto na moto inaanza kumshughulikia papo hapo. Do you remember the Cleopas and his friend on the way to Emmaus? Wakati when Jesus was on fire, akaanza kuwahubiria, nini lifanyika? Praise God. Si walishika fire. Amen. Because whatever falls in the fire also becomes fire. Walishika fire na wakaweza kusema. Praise God. Wakaweza kusema katika kitabu cha Luke chapter 24 verse 32. Waliweza kusema ya kwamba they asked each other, were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us? Praise God. Yeah, it is very, very powerful. Walijiuliza, were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us? Wapendwa, whatever falls in the fire also becomes fire. Praise God. Yeah. Ya mwisho, one of the characteristics of fire is that fire is known for spreading. Praise God. Yeah. Fire is known for spreading. Unajua, hapa tukiwakisha moto, praise God, ama moto ikiwaka mahali, inaanza una spot. Praise God. Mahali padogo tu. Lakini hiyo fire, within a short time, hiyo fire inaenea sana, inasambaa sana, na ina spread rapidly. Praise God. Ina spread rapidly kwa haraka sana. Wapendwa. Because fire
is known for spreading. For example, tuchukue tu for example, sai nikiwakisha candles, praise God. Nikiwakisha candle ambayo ni candle moja, na hapa ndani tuko watu 1000, praise God. Na tunataka kila moja aweze kuwakisha candles. Sijui tutawachukua dakika ngapi ili kila moja awe na candles ambayo inawaka, praise God. Nimekuwa tu na hii candle moja, wapendwa, lakini tumesema vile tuko 1000 hapa. Kila moja awakishe candle kutumia hii candle ambayo nimebeba. Uniambie hii candle ambayo niko nayo niwakishie jirani yangu, na jirani yangu amwakishie mwingine, mwingine amwakishie mwingine, mwingine amwakishie mwingine, hivyo, praise God. Sidhani kama itachukua long kabla kila mmoja achakuwa na candles ambaye inawaka, praise God. Yeah, because fire is known for spreading. In fact, njia ya kipekee ambayo watu wametumia to put out fire, praise God. Bwana befuate. Njia ambayo watu wametumia kuzima moto, kila ambacho wamefanya, mara nyingi wanga wanachimba mitaro, praise God. Wanachimba mitaro, wanaenda mbali, hawachimbi karibu, wanaenda kama moto iko hapa, wanaenda huko wanachimba mitaro kubwa ndipo siwezi kuzuilia moto, ama wana clear malipa kubwa, praise God. Kama shamba ya miwa, kama ni mnyasi, wana clear malipa kubwa kwa sababu fire is known for spreading, praise God. Wapendwa, because fire is known for spreading this time round in the name of Jesus, kila moja ambako mali hapa, he must catch fire in the name of Jesus. He must be on fire in the name of Jesus. This time round, wapendwa, lazima tushike moto, praise God. Lazima kila moja ashike moto, because fire is known for spreading. Inamaanisha ya kwamba, oh my God, moja naweza kuwa na moto kwa kanisa, nayo mtu moja ameko kwa moto na moto na kwa kanisa, ifanye washirika wote washike moto in the name of Jesus. Itakuwa kama Azusa Street. Maandiko yanasema kwamba over 60,000 gathered, waliweza kuenda pale kwa Azusa Street to see that which is burning in the name of Jesus. We give God the glory. We magnify His holy name. Simama tu kwa mguu in the name of Jesus. Let us keep our fire burning. Let us be on fire for Jesus.